kila tunachokifanya tunakifanya kwa lengo kwamba tutaweza kuishi kwa amani katika hii dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupokea kwa amani kesho akhera. Na katika hii struggle ya maisha, kila mmoja anatafuta mbinu ambayo itakuwa rahisi kwake yeye kuweza kuwa na utulivu wa moyo, ili kusudi asihangaike sana katika kupigana na kupambana na mazito ya kidunia, ili iwe ni wepesi kwake yeye kutekeleza wajibu wake katika hii dunia na kutekeleza wajibu wake kesho akhera mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu anatupenda sana, na anatupenda kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Kama ilikuwa hatupendi angetuumba. Mwenyezi Mungu ametuumba kwa sababu anatupenda, na katika kupenda kwetu na kutupenda kwake ameweka nyakati maalum ambazo tukizifuata, desturi maalum ambazo tukizifuata, tamaduni maalum ambazo tukifuata, discipline maalum ambazo tukifuata, system maalum ambazo tukizifuata, basi maisha yetu yatakuwa na urahisi zaidi ya vile ambavyo ipo mahali popote ulipo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kujua taklifu iliyoko katika nafsi ya mwanadamu katika kutekeleza mambo muhimu ya maisha yake ambayo yatamzalishia mazao mema hapa duniani na mazao mema kesho akhera, akahakikisha kwamba wanadamu akiamka kwanza atapambana na swala ya alfajiri, na kabla hajalala atapambana na swala ya isha. Sasa usubuhi unaanza na determination ya swala ya alfajiri, inakupa hope kwamba leo siku itakuwa nzuri. Na kabla hujalala, Mwenyezi Mungu anakupa satisfaction, anakupa swala ya isha kwamba umeishi vizuri siku nzima na utapumzika vizuri, kwa sababu moyo wako utakuwa na kinaa ya kwamba siku yako umeimaliza wakati umesimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, asubuhi ya leo nataka tujipe bishara njema, kwa sababu sisi ni watu kulingana na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi nikimaanisha watu ambao wamebarikiwa kuswali swala ya fajiri, tumepewa bishara kumi, na hizi bishara ni njia moja ya kutufanya sisi tusivunjike moyo, tuwe tutaendelea kwa himma na dhima ya kuikimbilia swala ya fajiri bila ya kuwa na uchovu wa aina yoyote. Kwa sababu ndugu zangu, adui wetu mkubwa sana wa kutekeleza amali zetu ni uchovu, na shetani mara nyingi sana anatembea katika mishipa ya binadamu kuingiza ule uchovu ili usijisikie kufanya ibada unayostahili kuifanya, na hususan wakati kipindi cha alfajiri kinaingia, ndio mwili unakuwa na uchovu mkubwa zaidi. Leo alhamdulillah, kabla kipindi cha alfajiri kuingia, Mwenyezi Mungu kaiteremsha neema ya kivua kidogo, na ghafla climate ikachange, mazingira yakabadilika. Nina hakika wakati ule mvua unanyesha na baridi imeingia katika vitanda vyetu, kulikuwa na mvuto wa wewe kuendelea kulala, kulikuwa na mvuto wa kuvuta blanketi zaidi. Wale waliooa, kulikuwa na mvuto wa kutaka joto la mwenzako, kulikuwa na mvuto wa kwamba kuamka imekuwa shida sana. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupenda
imetusukuma, tumetoka katika vitanda vyetu na tumekuja msikitini kuswali. Bishara hizi njema ni bishara gani? Wataalamu wa elimu ya saikolojia na sosiolojia wanasema, ilmu ijtimaia, kwamba alfajiri ndiyo dawa kubwa sana ya kuongeza furaha katika moyo wa mwanadamu. Ningeomba kwa taadhima uweke mkono wako wa kulia katika moyo wako, uhisi moyo unavyopiga na ujiulize, je, hivi moyo wangu unavyopiga unakwenda kulingana na kalimatu shahada au unakwenda na mpigo wa kitu kingine? Mtu yoyote ambaye anaswali swalatul fajr na akaiswali sawasawa, akiweka mkono wake kwenye moyo wake, kifua chake, anapata mpigo wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, kutokamana na msukumo wa damu. Kwa hivyo furaha ya pili inakuletea discipline ya maisha, unakuwa na adabu. So motivation inakupa nguvu ya kuanza, lakini discipline inakupa nguvu ya kuendelea. Inakupa uso wenye nuru wa jamali, uso unaong'ara, na hili ni jambo ambalo hata leo ukipeleleza utaliona kwamba mtu yoyote anayeswali alfajiri anapata nuru katika uso wake, na nuru ile inatawanyika katika mwili wake, na nguvu zinakuwa nyingi katika nishati yake, na kwa hivyo anakuwa tayari kuanza siku yake. Swalatul fajr kulingana na wataalamu wa sosiolojia inamfanya mwanadamu kuwa anaona kila gumu kwamba linakuwa rahisi baada ya kuswali swalatul fajr. Katika psychology ya motivation wanasema, anza siku yako na kitu kilicho kizito, ukitaka siku yako iwe na mambo yatakayokuwa rahisi. Fanya lile ambalo unahisi ni zito kwako, kila kitu kingine kitakuwa rahisi, na hakuna zito kama kujinyima starehe ya kuendelea kulala na ukaamka, basi kila kingine kitakachokuja katika hiyo siku kitakuwa rahisi. Ndicho kipimo maalum kinachotumika kupima imani zetu. Kuna swala mbili wanafiki hawezi kuziswali, ni shida sana kuswali, na swala ya alfajiri ni moja katika swala mbili, na swala ya alasiri. Wanafiki ni shida sana kuswali hizo swala mbili. Kwa hivyo ikiwa wewe unaweza kuswali alfajiri alafu ukaweza kuswali alasiri, ni dalili kwamba wewe ni muumini wa kweli. Kwa hivyo ya kwanza, tunaposwali alfajiri, kwanza katika bishara 10 ni bishara kwamba tutakuwa katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala siku nzima yote. Wefikiria kwamba siku yote wewe utakuwa katika protection ya Mwenyezi Mungu, hakuna litakalokudhuru, kwa sababu unatembea chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku nzima. Na vile maisha yalivyo na challenges nyingi, na unahakikisha kwamba hichi kivuli kitakuwa. Ya pili, inakupa nuru ya kupendeza mbele ya watu siku nzima mpaka ifike siku ya pili. Ya tatu, inakupa value kubwa sana ya maisha yako kuliko kilichoko ulimwenguni na mbinguni. Ikiwa rakaa 2 kabla subhi zina uwezo na uzito wa kushinda yale yaliyomo ndani ya ardhi na yaliyomo ndani ya mbingu, basi swalatul fajr itakuwa na uzito wa aina gani? Ya nne, ndugu zangu, malaika wanakushuhudia, na wanapeleka salamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanashuhudia swala mbili, swala ya alasiri na swala ya alfajiri. Wakirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawauliza, umewaacha vipi waja wangu? Malaika wanasema, niliwakuta wakiswali, nimewaacha wanaswali. Nimewakuta wakiswali, tumewaacha wakiswali. Kwa hivyo ikiwa ripoti iliyopelekwa na malaika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba wewe alikukuta ukiswali na amekuacha ukiswali, hiyo inakuwa ni ripoti nzuri sana. Ndugu yangu, nambari ya 5 ni kwamba swalatul fajr kulingana na hadithi ya Bukhari na Muslim ni hakikisho kwamba wewe ni mtu wa peponi. Kuna swala mbili zinaitwa swala za ubariki,
yani swala zinazoswali wakati wa ubaridi, na swala za ubaridi ni swala ya alfajiri na swala ya asri wakati jua linaanguka. Na mtu yeyote anayeswali swala hizi za ubaridi hulindwa na adhabu ya moto na hufanyiwa urahisi kuingia ndani ya pepo. Ndugu yangu, ya sita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na maneno ya Qudsi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yoyote anayeswali alfajiri akaswali na isha, hukumu yake ni kwamba ameswali siku yote, ameswali alfajiri akaswali na isha. Ya saba, ndugu yangu, inakutoa katika dhima ya kwamba wewe ni mtu ambaye huwezi kutegemewa, ni mtu ambaye unakimbia wakati wa dhiki, kwa sababu unakimbia kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu wakati wa dhiki wa kulala usubuhi na wakati wa dhiki wa kuacha starehe za usiku. Ya nane, ndugu yangu, ni kwamba anayeswali swala ya alfajiri anahakikishiwa kwamba atamuona Mwenyezi Mungu peponi. Natumai sisi wote tuna matarajio kwamba siku moja tunataka kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakikisho kulingana na hadithi ya Bwana Mtume Subhanahu wa Ta'ala ya Bukhari, anasema mtu yoyote anayeswali swala ya alfajiri atapewa fursa ya kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikiria excitement gani utakuwa nayo, furaha gani utakayokuwa nayo, privilege gani utakuwa nayo kama utaweza kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku hizi hata wale ambao sisi manaswara na Mayahudi na makafiri, they believe kwamba productivity ya mwanadamu inaanza in the morning, early morning. Kuna kitabu kinaitwa 5 AM Club. Ukisoma hicho kitabu kinakuonyesha vipi ni muhimu kuamka kabla ya saa 11. Na ukitizama mila na desturi za wale walioendelea katika maisha, maraisi, wafalme, wasomi, wafanyabiashara maarufu, wanasiasa, wale ambao wamefanikiwa katika maisha kwa njia moja ama nyingine, utakuta desturi yao hawalali kupita saa 11, japokuwa wana kila kitu dunia inachoweza kuwapa, lakini hawalali kupita zaidi ya saa 11. Sisi tumefundishwa hivyo miaka 1400 iliyopita kwamba desturi ya kuamka usubuhi ni desturi inayoongeza uwezo wako wa kuzalisha mema katika hii dunia na mema ya kesho akhera. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na hii ni kutokana na hadithi ya Bukhari na Muslim. Hakika mara nyingine katika psychology influence, yani fikra za kumfanya mtu akuone wewe mzuri, mara nyingine sisi huwa tunazungumzia watu fulani kuwaonyesha kwamba wao ni wazuri, na hasa ukizungumziwa na mtu maarufu akisema kwa mfano wewe ni mtu mzuri, unaona raha kwamba gavana amesema mimi ni mtu mzuri, MP wangu amesema mimi ni mtu mzuri, mfalme amesema mimi ni mtu mzuri. Sasa anayeswali alfajiri, malaika husimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakatoa testimony kwamba fulani ni mtu mzuri. Allah akimuuliza ni kitu gani kilichokufanya mpaka useme fulani ni mtu mzuri, wanasema kwa sababu nimemshuhudia kiswali swala ya alfajiri, kwa hivyo yeye ni mtu mzuri. Ndugu zangu, nataka kuwapa hongera kwa kuweza kufika msikitini na kuswali swala ya alfajiri kwa jamaa, kwa sababu hii ndiyo mwanzo, hii ndiyo hakikisho, hii ndiyo rahisisho, hii ndiyo ushuhudisho wa kwamba Uislamu wako umekamilika. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na kukamilisha Uislamu ni kusimamisha ile bendera ya Uislamu, na kuikamilisha nyumba ya Uislamu, na kukamilisha vile vitendo vya Kiislamu, na kuhakikisha kwamba kuna mwanzo na mwisho, watu watauchukua Uislamu kama njia bora sana ya maisha, na kwa hivyo na wao watatamani kuishi vile sisi tunavyoishi. Ndugu zangu, ukiwauliza psychiatrist, wale madaktari wa
za akili watakwambia viwango vya depression vinaongezeka katika ulimwengu kila siku, viwango vya stress vinaongezeka katika ulimwengu kila siku, viwango vya watu kujitoa uhai vinaongezeka ulimwenguni kila siku, viwango vya watu kugive up maisha vinaongezeka kila siku, viwango vya maradhi ya moyo yanaongezeka kila siku, msukumo wa akili unaongezeka kila siku. Lakini believe me, mtu yoyote ambaye anatembea kulingana na hadithi ya Bwana Mtume, wakati wa visa viwili utoke nyumbani kwako, wakati wa giza mara mbili, giza la alfajiri na giza la isha, kwa minajili ya kuenda msikitini kumsabihi Mwenyezi Mungu na kutekeleza ibada ya swala, huwezi kukabiliana na matatizo haya ya mental health. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni wa wale ambao akili zetu zitalindwa na fikra zilizo mbaya na moyo wetu utazungukwa na rahma na baraka za Mola bila ya kinaya, na mwili wetu utaikuwa nguvu, tuwe na haya ya kwamba tukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu ni watu ambao tunakubalika katika kile tunachokifanya, kwa sababu ukifanya jambo ambalo lisikubalike linatendeka. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. يا تواب اللهم صل لنا ممن نريد ونجينا ممن نخاف بفضلك اللطيف. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وقيامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للوالدين، اللهم اغفر للوالدين، اللهم اغفر للوالدين. اللهم ارحمهما كما ربياني صغارا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغارا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صوم مقبول ونسكجين من بركة نفناك ان شاء الله.